Asante Mungu atusaidie. Hauna Roho Mtakatifu? Kama una Roho Mtakatifu maana yake una mamlaka, una uweza. Bwana Yesu asifiwe. Una nguvu. Haleluya. Na Mungu ni mwaminifu. Tulivyoumbwa tulipewa na nguvu ya Mungu. Nilipookoka tu nilijazwa nini? Nguvu ya Mungu. Haleluya. Ndio maana ile Yohana 1:12 anasemaje jamani? Wote waliopokea walipoweza kufanyika wana na wale ndio walitajao. Kumbe wewe siku umeokoka ulipewa uwezo, ulipewa nguvu, ulipewa mamlaka ya kufanyika nani? Mwana wa Mungu. Na mwana wa Mungu wewe una Mungu. Ile nguvu iko ndani yako. Haleluya. Kwa hiyo nguvu ya Mungu tunayo. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee kujifunza, kuna kitu tutaona mahali hapa. Haleluya. Andika somo nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Andiko la kwanza ni Matendo 1:8. Alafu tutakaa kwa muda kidogo katika Efeso 3:20-21. Haleluya. Matendo 1:8. Neno la Mungu linasema, Matendo 1:8. Nitasoma. Lakini mtapokea nguvu akisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika Uyahudi wote na Samaria, na hata mwisho ya nchi, na hata mwisho wa nchi. Haleluya. Ninarudia tena, lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, na katika Uyahudi wote na Samaria, na hata mwisho wa nchi. Hao walikuwa wanafunzi wa Yesu. Tunakumbuka tukisoma katika hii habari ni kile kipindi ambapo wanafunzi waliambiwa wakae waingoje ahadi. Si ndio wapendwa? Wakipokea ile nguvu, ile ahadi ilikuwa ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Maana yake ilikuwa wapokee nguvu ya Mungu itakayowawezesha wao kutumika. Ile nguvu ikija juu yao itafanya nini? Itawasaidia kuwa mashahidi. Wapi? Wakataja, nyinyi mkishapokea mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika Uyahudi wote, Samaria na mwisho wa nchi. Pokea ile andiko Betheli asubuhi ya leo kwamba wewe umepokea nguvu ya kupasa uwe shahidi wa huyu Mungu Kipunguni yote, Dar es Salaam yote, Tanga yote, Kigoma yote na Tanzania yote. Wewe ni shahidi. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kama unapokea nguvu ya Mungu huwezi kuwa shahidi. Ijumaa katika mkesha tunagusia kidogo nini maana ya shahidi. Anayeshuhudia, mwenye uhakika wa jambo, ni kweli lilitokea, tena wewe ni shahidi mwaminifu. Muulize rafiki yako, jirani yako, wewe ni shahidi wa nini? Au wa kitu gani? Hivi ninaeleweka? Maisha yangu hayana ushuhuda. Maana yake sina Roho Mtakatifu ndani yangu. Mimi nikikosa ushuhuda, nitamshuhudia nini jirani yangu? Nitamwambia nini? Ndio hapo nitaangukia, nitamvunja moyo, nitamsemea uongo, nitamchukia, nitamsengenya, nitaanza kumbagua, choro itaumbika. Sina ile nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la leo hatupaswi kuomba sana mpaka mbegu zipasuke. Ni kutunza nguvu ya Mungu kusema kwa jina la Yesu, ile yenye mamlaka ya kutiisha. Bwana Yesu asifiwe. Napenda habari za Yesu wakati tunasoma, wakati anapita namna hii, pepo zinalipuka. Akina Petro wakati anapita
asifiwe. Tunaye Roho Mtakatifu anayetuwezesha, anayetutia nguvu. Kwa nini tunapoteza nguvu? Hatuishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Haleluya. Mungu atusaidie. Tumekuwa walokole wa mazoea. Nimekuwa mlokole wa mazoea. Hata wakati wa maombi mazoea. Roho Mtakatifu wa mazoea. Hatutakaa tuganiki. Mungu atusaidie, Mungu anisaidie. Haleluya. Kwa hiyo tutapokea nguvu. Umeshapokea nguvu. Hiyo nguvu inatenda kazi ndani yako kwa kiwango gani? Ni shahidi wa namna gani? Wewe umekuwa shahidi wa kundi lipi? La ufalme wa Mungu au la ufalme wa giza? Lakini Mungu anakutambua katika ufalme wake, wewe ni shahidi mwema. Haleluya. Ile damu yake pale msalabani, ule ukombozi aliofanya, ilikuwa ni kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tukimbie Efeso 3:20. Ukipata soma, nikipata na soma. Efeso 3:20. Efeso 3:20, Efeso 3:20. Neno la Mungu linasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombaye au tuyawazaye, kwa kadiri ya nguvu. Nimepigia mstari, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi. Wapi jamani? Ndani yetu. Anasema basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo, haleluya, au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kumbe maisha ya Mkristo yanategemea kwa kiwango kikubwa nguvu iliyo ndani. Nguvu iliyo ndani yako ndio inatenda mambo makubwa. Nguvu iliyo ndani yako, kwa lugha rahisi, ndio inamtukuza Mungu. Si anasema atukuzwe yeye awezaye. Si ndio kwa mambo yote? Alafu nikaruka pale, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Ni nguvu ipi inatenda kazi ndani yako? Ni nguvu ipi inatenda kazi ndani yangu? Nguvu ya Mungu inabidi itende kazi ndani yangu kwa kiwango kikubwa. Kumbe nikitunza nguvu ya Mungu ikitenda kazi ndani yangu, huyu Mungu anatukuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Sihitaji kuwatisha watu mimi nimeokoka na sali TAG, so what? Hata mimi ni Pentecost, hata mimi nipo sijui kwa wapi kule. Haleluya. Sasa hivi hatutishiani unasali wapi? Tunadai shetani anatambua, la, huyo ana nguvu ya Mungu, huyo si wa kawaida, huyo si wa kawaida. Kwa hiyo ile nguvu ndani yako ndio inatenda kazi. So ni kwa kiwango gani ninamwadhimisha huyu Mungu kwa ile nguvu ndani yangu? Na maisha ulionayo au nilionayo inamdhihirisha Mungu, inadhihirisha wokovu, inadhihirisha nguvu ulionayo. Haleluya. Haitaji maswali mengi. Yeneta shetani anatulelewa kawaida sana. Panaomba toka akona ni naye kawaida sana. Nguvu. Tuitafute nguvu. Tuitunze nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu anasema hivi, tutapataje kupona tusipofanya nini? Tusipojali wokovu. Kuna nini? Jamani, hatuwezi. Tunaitaka hii nguvu. Tunataka nguvu. Yaani tuishi nguvu ya Mungu. Yaani hata wachawi waelewe. Huwa nakumbuka msemo wa pastor. Anasema hawakuelewi yaani kama umeokoka au ni wenzao. Maana hakuna unachotikisa. Yaani hawaoni chochote. Bwana Yesu asifiwe. Yaani inaniwazisha, si una nguvu, si una mamlaka, imefanya nini mahali ulipo? Katika eneo la kazi wanakutambua umeokoka. Uko mtaani wanakutambua. Hata wewe mshikaji kapita. Au ni mtumishi kapita.
Haleluya. Ni jina gani ambalo unatambulika? Chaombea kapita. Nyamaza. Yanamfikia sasa hivi mhusika. Mungu atusaidie. Wengine hapa tumeokoka lakini wachonganishi. Mungu tumeokoka tumejaa dhuluma. Hiyo nguvu kwa ndani yako ndio inafanya kazi kwa kiwango hicho. Nimejaa dhuluma, nimejaa chuki. Ndio hiyo nguvu kutoka nguvu ya ibilisi. Haleluya. Mungu atusaidie. Mungu anisaidie. Na Roho Mtakatifu anakaa sehemu takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na Roho Mtakatifu hanaga mipaka. Sikia nikwambie. Roho Mtakatifu yuko kila mahali. Lakini kwa watakatifu. Mungu yuko kila mahali. Lakini kwa wachache. Yaani hata kwa Mungu yupo, hata kwa nguvu ya Mungu yupo. Kuna watu wana sensi, kuna watu wapicha. Yaani wanatazama. Hivi naelewa. Hapa nguvu ya Mungu ipo. Hapa Mungu yupo. Wako wanaelewa watu nguvu ya Mungu mahali hapa, na mwingine anaona kama picha. Na ukitaka kama picha, siku hizo kukemea pepo hapo. Yaani kuna mwingine mwanzo mtu yaani kiruka naye anasogea. Wewe uko kazini. Omba, una nguvu ya Mungu, una mamlaka. Hapa pamoja vitani. Yaani kuna mtu anashangaa mwanzo wa ibada mpaka mwisho. Sikia nikwambie, mwenye roho wa Mungu haambiwi omba. Mwenye roho wa Mungu haambiwi kemea. Mwenye roho wa Mungu haambiwi simama tumwabudu Mungu. Anafahamu niko mbele za Baba. Nahitaji nipaze sauti, nahitaji ninyanyue mikono, nahitaji nipige makofi, nahitaji niombe. Yaani usishughulike na mtu ambaye tupo katika uwepo. Yaani hana. Tunaomba yani ndio kwanza. Tukape omba. Wewe korona omba. Umeabudu. Unamjua Mungu wako. Uko mbele za Bwana. Omba, imba. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu yuko hivyo. Akiingia ndani yako automatic anakuchaji, automatic anakuongoza sababu uko rohoni, atakwambia omba, atakwambia kemea, utaomba, atakupeleka. Kila mtu. Amen. Toka. Anaondoka huyo. Basi hata kusaidia kushika uwezo. Yaani unaangalia kwa kisa ameshuka. Unaangalia kama Antoni ameenda. Inadhihirisha kwa kiwango gani nguvu ya Mungu huna au sina. Amen. Sikia nikwambie, wote tukikasirika mahali hapa, tukiomba panatikiswa. Ile Matendo 4:31 kama sikosei. Unaambiwa walipoomba. Sio kwa mikono, walipoomba wale watu panatikiswa. Alafu watu wakajazwa roho. Walifanya nini? Waliomba. Tena sio ya kuomba alafu nikumbuke madeni nilionayo, au nikumbuke sina maharage mchana, au sijanunua tembele, au sina kitafunio. Roho Bwana atashuka. Wanasema walipoomba palitikiswa. Biblia inasema walipowekewa mikono. Anasema walipoomba. Yaani kubandika ni desturi tu kwamba watu wanatengeneza ulaisi basi upokee, yaani hata kuvuvie kwamba yaani nimejiuliza maswali hizi siku mbili sasa, Baba nisaidie. Hivi nakuaje? Na mimi nikajifanyia self evaluation. Baba nisaidie. Na mimi nipoje? Baba hapa nibadilishe. Pale nivushe. Pale niinue. Pale niongeze. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaambiwa ipo nguvu ya Mungu inayotenda kazi ndani yetu. Ndipo Mungu anatukuzwa. Kama Mungu atukuzi kwako, maana yake viwango vya nguvu ya Mungu vimepungua. Hilo ni jibu rahisi. Si atukuzwe anayefanya atendaye. Kwa hiyo atukuzwe Mungu ayafanye mambo yote kwa kadiri ya nguvu. Itendao kazi wapi? Huambiwi hivi atukuzwe Mungu anayetenda kazi kwa madhabahu ya Betheli. Wewe ni kanisa. Tukija hapa tunakutanisha mioto. Wewe ni kanisa. 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 Wewe ni kanisa
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapokuja ibadani, sio unakuja kujitakasa Jumapili. Umeboronganya maisha yako we. Na jana michepuko unaielewa. Hizo si password 66. Umefanya ya kufanya, tuko wiki la kujazwa uwezo. Hata ukija hapa wataomba yani kosta kauka pokea. Unapokeaje? Unakifurisha matatizo. Huyo roho unampokeaje kwanza? Yani yuko huku ndani unatengeneza, hapo unapokea. Yani yule ni automatic ndani yako yupo. Wiki nzima umemtengeneza. Wiki nzima umetengeneza kiu. Baba nikutane na wewe. Yesu ninakuhitaji. Baba nahitaji kitu fulani. Baba ukija hapa tu ile tukiomba tu umezama. Hivi naelewa connection. Yaani Mungu abariki sifa za leo. Wimbo wa baba, nyimbo hii kwaya zilizopita siku ya kanisa, sifa. Wimbo wa Bwana anasema utunyunyiziae maji. Wakati wa nini? Wa ukame. Mnyunyizi wangu. Jamani, unanyunyiziwa unapewa nguvu. Huyo ni Roho Mtakatifu. Hiyo ni nguvu unapewa. Haachi unyauke, haachi uwe jangwa, haachi ukawe mkavu. Yupo mnyunyizi. Mwambie mnyunyizi, nimekuja kwa siku ya leo. Ninyunyize. Jamani, kujazwa Roho, it is your business. Sio mchungaji Kimaro. Utakatifu wako wewe ni 85%. Madhabahu ni asilimia ngapi niseme? Sijui 15, sijui 25. Utaomba hapa, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Salama na midomo. Amina. Toka kule mtaani. Wewe utakatifu haupo kabisa. Umeshajichanganya kabisa. Na mengine unayajua wewe mwenyewe. Niambie huyo Roho Mtakatifu anakaa wapi? Niambie tupone. Huyo Roho Mtakatifu anakaa wapi? Roho Mtakatifu unaishi naye siku zote. Toka ulipookoka ulimpokea. Na inabidi umtunze. Aendelee kukupa viwango. Tukija hapa ni kwamba Baba tunahitaji viwango vingine. Sio Bwana tujaze. Atupe viwango. Kupitia viwango ndio Mungu sana aachilia. Unajua unapojazwa hapa, Mungu Baba nijaze, anakuongeza nguvu, huduma nyingine, upako mwingine, utisho mwingine, mafunuo mengine. Lakini kanisa ni aibu. Yaani ukisha kujipokelesha ni ngumu. Ndio. Hapa sisi Kiswahili kimeeleweka. Yaani Roho Mtakatifu wa kwanza jipokeleshe wewe. Sio Kimaro wa wewe. Baba watu analazia Roho Mtakatifu aingize mambo haina utayari. Inanishenishe moyoni nyingi. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo nikirudi pale ile Yohana 1:12. Unajua nasemaje? Moja nisomee. Yohana 1:12. Ukipata namba kijana moja asome kwa haraka. Amina. Wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Anasema bali watu walifanya nini? Waliopokea. Aliwapa nini? Umempokea Yesu. Si umempokea Yesu? Kwa umepewa uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu. Haleluya. Yaani hapo ulipo shetani asikushuhudie tofauti. Wewe ni mwana wa Mungu. Umepewa uwezo. Haleluya. Sasa ngoja nikwambie. Uwezo ni nini? Uwezo ni mamlaka. Uwezo ni nini? Ni mamlaka. Sasa wakati nasoma na tafakari, na Mungu pia akupe ufunuo wako wewe. Niko na tafakari, naomba Mungu nisaidie. Nikagundua kwamba uwezo ambao Mungu ananipa upo katika makundi haya mawili. Nguvu ya kwanza au uwezo wa kwanza ambao Mungu ananipa mimi au anakupa wewe ni ile mara baada ya kuokoka. Yaani ulipokoka ulifanyika mwana wa Mungu, ukapewa uwezo. Alafu si uwezo tu,
na ulinzi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya mpendwa. Uwezo wa pili, nguvu ya pili ni ile nguvu ambayo tunaichochea. Haleluya. Umepewa uwezo. Nimeokoka mimi, Mungu amenipa uwezo pa. Nikajazwa na Roho Mtakatifu. Nikapewa ile nguvu. Itakaa tu vile vile. Ya pili ni kuchochea. Ni ile nguvu ambayo tunaichochea katika maisha yetu ya wokovu. Yaani nimepewa nguvu ya Roho Mtakatifu. Inabidi niitunze na niichochee hii nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kama hivi, hapa nitoe mfano kawaida mwingine. Mama yule nimekupa gari. Ile gari utakuwa unaliendesha. Si ni gari nzuri Sawa? Tufanya kwa hiyo mtoto wangu wa kwanza. Nikasema mwanangu umenifurahisha, nimekununulia na gari mwanangu nzuri. Chukua gari nzuri. Ilikuwa mpya nzuri na makarata safi na pendeza, rangi zimekaa vizuri. Sio utakuwa unatumia ile gari. Utakuwa ulioshi ikichafuka barabarani imeingia vumbi. Hautaniwekea mafuta. Hautanipeleka gereji. Wataalamu wanasema sisi tunamwaga na oil chafu na nini. Yaani utalifanyia maintenance ili liendelee kuishi. Hata maisha ya wokovu yanahitaji maintenance. Yaani unapokuwa tu nimeokoka. Mimi nimeokoka, hata mimi nimeokoka. Una maombi wewe, usomi neno wewe. Huna ratiba ya kufunga peke yako wewe. Mpaka atangaze madhabahuni. Uepuki uovu wewe. Hizo ndio maintenance za wokovu. Na ukifanya hivyo manake wewe mwenyewe unajisogeza mbele za Baba. Sikia nikwambie, usogezwi mbele za madhabahu ya Bwana. Wewe mwenyewe unajisogeza. Kusogezwa ni mshamba. Tafuta faragha. Tafuta fellowship na Mungu wako. Tamani. Yaani unajua sikia nikwambie, nguvu inashuka haraka ukitamani. Baba ninatamani. Leo nipokee. Yesu ninatamani. Matamanio yako ni nini asubuhi ya leo? Baba natamani maisha matakatifu. Roho Mtakatifu nisaidie. Sikia, wokovu ni wewe. Sio pastor, sio shemasi wa zoni, sio sijui mzee wa kanisa, sio kiongozi, sio baba yako aliyokuwa mahali hapo, mama yako. Ni wewe mwenyewe. Sio mume wako, sio mke wako. Ni wewe. Mbinguni tunatazama kwa miguu yake. Anatoa hesabu yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe una jukumu la kutunza. Hapo ulipo unatambua ni kwa kiwango gani nimekaukiwa, ni kwa kiwango gani nimepunguka, lakini mnyunyizi yupo. Unatamani kunyunyizwa kwa kiwango gani? Unatamani kubadilika kwa kiwango gani? Unatamani kuwa tofauti kwa kiwango gani? Viwango vya matamanio ndani ndivyo viwango vinakuruhusu kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mijitu nampenda Mungu Bwana. Yaani naongea na Mungu kabisa na naye, Baba sikia kuna 1 2 3. Roho wasema ni hivi. Yaani sijui nisemeje. Sasa yule akija hapa unayemwambia pokea. Utashangaa anapokea nini? Ni Baba nimekuja, ninahitaji vingine tena. Kwa utulivu kabisa. Anasema yes. Huyu nilimpa karama ya kuponya. Ninamuongezea uinjilisti ndani yake. Nilimpa walimu. Ninamuongezea naiki. Huyu nilimpa hii. Wacha nimuongezee na utapecho ndani yake. Hivyo ndio tunakwenda tunakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Sio kunena kwa roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo mpendwa, ile nguvu ndani yetu inatunzwa. Na hiyo nguvu inachochewa. Kimbia Luka 4:14. Utamwona pale Yesu alipochochea. Alikuwa ni mwana wa Mungu. Ana nguvu za kimungu, lakini alichochea ile nguvu ndani yake. Luka 4:14. Nikisema Bwana Yesu nisaidie. Mbona hata virusi sifikii? Yaani kama Yesu mwana wa Mungu alijinoa mlimani. Ratiba yake yeye na Mungu wake aliye mwana wa Mungu. Alikuwa faragani.
Sikia neno la Mungu linasema hivi, Luka 4:14. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote kando kando, na alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, akitukuzwa na watu wote. Ukianzia kule huku 4 ni baada ya Yesu amekaa kule nyikani siku ngapi wapendwa? 40. Hapakuwa salama sana, anashuka amechoka, alikutana na vikwazo. Majaribu sio kwamba hayakuwepo, lakini alimshinda shetani. Point yangu ni kwamba Yesu katika hii sura alikuwa mlimani siku 40. Anashuka, unaambiwa hivi, Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Sawa? Akaenda wapi? Galilaya. Kumbe na yeye alifahamu kwamba nguvu ya Roho Mtakatifu ndio itakayomwezesha. Na ndio maana Yesu kila kihudumu alikuwa anajitenga, anaitafuta nguvu, anaomba. Kama Yesu alikuwa na faragha na baba yake, mimi ni nani? Sija nikwambie Betheli, tujijengee utaratibu wa kuwa na faragha na Mungu mara kwa mara, ndipo tutamwona Mungu kwa urahisi. Bwana Yesu asifiwe. Kujitengea faragha za maombi ya madhabahuni hakutupi connection na Mungu kama ipasavyo. Naomba nieleweke. Siku hapo usifunge. Lakini kuna ziada ukasema leo ninafunga, ninautafuta uso wa Mungu, ninamhitaji Mungu anisaidie katika hili. Ni dakika kinafunguka na Mungu anajibu. Kwa nini? Umeona umuhimu wa Mungu katika maisha yako, umemtaka wewe binafsi, umekutana wewe binafsi, unamhitaji binafsi, yaani unaomba appointment na Mungu wako. Mungu anafurahi. Bwana Yesu asifiwe. Weka appointment na Mungu wako. Mungu anakuja kwako. Baba ninahitaji, Baba nitengeneze. Yaani utaona tu jinsi unavyozidi kuweka appointment na Mungu wako. Baba fanya hili. Unaomba Mungu akupe gari, Mungu anakupa na nyumba. Unaomba Mungu akupe mume, Mungu anakupa mume tajiri na uzao. Haleluya. Unaomba Mungu akupe sijui kazi, Mungu anakupa kazi na promotion hapo hapo. Mimi sina uzoefu pia, wewe uzoefu unao. Wewe twende, tumekuamini unaweza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo mpendwa, Yesu mwenyewe alijitenga. Alitaka nguvu ya Mungu. Alafu aliposhuka akiwa amejaa Roho, nini kilitokea? Habari zikaenea. Habari zikaenea. Kwamba ise yuko Yesu kule. Kimewaka, mapepo yanatembea, vipofu wanaona. Yuko Yesu wa Nazareti anafanya vitu. Lakini baada ya kuitunza, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi na leo, asubuhi ya leo, mimi na wewe tunataka habari zetu zienee. Tunataka tumtangaze Kristo, lazima tutunze nguvu ya Mungu. Lazima tumtafute Mungu binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Binafsi. Kwa unyenyekevu binafsi. Alafu kija kuunganisha na maombi ya madhabahuni hapa, yaani wewe uko mbali zamani. Haleluya mpendwa. Kwa hiyo Mungu atusaidie tuwe na discipline binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaitaka nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yetu. Sasa niulize swali. Kwa nini tunaitaka hii nguvu ya Mungu? Haleluya mpendwa. Unadhani kwa nini unaitaka nguvu ya Mungu? Hii nguvu ya Mungu inakusaidia nini? Haleluya. Nguvu ya Mungu unadhani inakusaidia nini? Kwa nini unahitaji nguvu ya Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tunahitaji nguvu ya Mungu? Sisi tumeokoka, tumevikwa uweza, mamlaka. Lakini chukua pointi kwamba hiyo nguvu ni lazima uichochee.